Ni kwamba Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linapenda kutoa taarifa kwa mashabiki na wapenzi wote wa soka kuwa limejipanga imara kuimarisha usalama kuelekea mchezo wa nusu fainali ya FA Cup kati ya timu ya Yanga na timu ya Azam. Mchezo huo unatarajiwa kufanyika siku ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 9:30 alasiri katika uwanja wa CCM Kirumba uliopo jijini Mwanza. Ili kuhakikisha kuwa usalama wa raia na mali zao na kuwepo wakati wote, Jeshi la Polisi limejipanga kikamilifu kuimarisha mifumo ya kiusalama maeneo yote ya ndani na nje ya uwanja huo. Katika kufanikisha azima hiyo, Jeshi la Polisi linatoa tahadhari kuwa ni marufuku kwa mtu yeyote kuingia au kusogea karibu na uwanja huo akiwa na silaha ya aina yoyote, ikiwemo silaha za moto, silaha za jadi au kifaa chochote chenye ncha kali kinachoweza kutumika kuumiza watu, isipokuwa kwa baadhi ya askari watakaokuwa na jukumu la kulinda usalama katika eneo hilo. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wapenda michezo wote kuendelea kudumisha ustaarabu na kujiepusha na vitendo vya fujo au uvunjifu wa amani kabla, wakati na baada ya mchezo huo, kwani halitasita wala kufanya mzaha kwa mtu yeyote atakayebainika kuanzisha vurugu, na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la Polisi linazitakia kila laheri timu zote mbili na kuwataka mashabiki kukubali matokeo yoyote yatakayojitokeza uwanjani kwa mujibu wa sheria za soka, kwani soka ni burudani, urafiki na undugu. Ni kwamba Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linamsaka kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Kulwa Mashiba Medad. Huyu ni kijana mtoto mwenye umri wa miaka 14, mkazi wa kijiji cha Bugatu, wilaya ya Magu. Huyu anatuhumiwa kwa mauaji ya pacha wake ambaye anaitwa Doto Mashiba Medad, naye ana miaka 14 na ni mkazi wa kijiji hicho. Tukio hilo lilitokea siku ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 11 za jioni katika kitongoji cha Nyandanda, kijiji cha Bugatu, kata ya Ngaya, tarafa ya Ndagaru, wilaya ya Magu, ambapo pacha hao wawili wakitokea machungani walianza mchezo ambao baadaye uligeuka kuwa ugomvi na kuanza kupigana kwa kutumia fimbo, kitendo kilichosababisha Doto kujeruhiwa kichwani, upande wa kushoto juu ya jicho, na hatimaye kusababisha kifo chake. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa yote mwenye taarifa za mahali alipo mtuhumiwa huyo Kulwa Mashiba Medad kuzifikisha haraka katika kituo chochote cha polisi au kutoa taarifa kwa mamlaka zingine za kiserikali ili aweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria. Jeshi la Polisi linatoa rai kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuwa makini na kufuatilia kwa karibu michezo ya watoto wao ambayo wakati mwingine ni hatarishi kwa usalama wao na wenzao. Michezo inayohusisha silaha za jadi au vitu hatarishi kama fimbo na mawe inapaswa kupigwa marufuku mara moja ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza.